Karibu Tabora, karibu Toronto. Nitaleta maneno somo fupi. Mungu wako tayari kujifunza jioni leo. Amen. 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 Naomba nipe muda nikufundishe somo linalosema tofauti kati ya ndoa ya Kikristo na ndoa ya dunia au ya kidunia. Tofauti kati ya ndoa ya Kikristo na ndoa ya kidunia. The difference between godly marriage and worldly marriage. Difference between godly marriage and worldly marriage. Ndoa ya Kikristo na ndoa ya kidunia. Labda nianze kwanza kuuliza, nisikie kutoka kwenu. Ndoa ya, natamani watu wawili watatu waniambie ndoa ya Kikristo. Ukisikia neno ndoa ya Kikristo ni ndoa ipi? Nani anaweza kuchangia? Ukisikia neno ndoa ya Kikristo, ile ni ndoa ya Kikristo au sisi tuna ndoa ya Kikristo? Ndoa ya Kikristo ni ipi? Nani anaweza kujaribu? Nyosha tu mkono. Wala uhitaji kusimama, utaketi tutaongea. Nani anajaribu? Tuko darasani. Karibu. Ndoa ya Kikristo ya Mungu takatifu inayofungwa madhabahu ya Kikristo. Mwingine? Ndoa ya Kikristo ni ndoa ya mke mmoja. Safi. Nani wa mwisho? Ndoa ya mke mmoja, mume mmoja, inayomhusisha Mungu katika kufungwa kwake. Asante sana. Majibu matatu mazuri. Ndoa ya kidunia. Ukisikia nasema ndoa ya kidunia ni ipi? Unaweza kufikiri una ya Kikristo kumbe una ya kidunia. Ndoa ya kidunia ni ipi? Ukimaliza hili somo kuna watu wata-apply kufunga ndoa upya baada ya kujigundua na ndoa za kidunia. Ndoa ya kidunia ni gani? Karibu mama. Ndoa ya kidunia ni wale watu wamechukuana, wameamua kuishi, wapo tu. Sasa wapoje? Kwa sababu hata kama umeoana na kalenda mtoto mpo tu. Kwa hiyo ni wale wanaishi lakini wazazi wao na pande zote mbili hawajui kwamba wanaishi pamoja. Okay. Ndoa ya kidunia namba moja, kama inayofungwa serikalini, kwenye mabaraza, mkuu wa wilaya, ndoa ya kidunia. Sasa kama ni ndoa ya kidunia, mbona wanajaza cheti kile kile ambacho nao unajazia madhabahuni hapo? Cheti si kile kile. Nini kinafanya hiyo ya Kikristo ile ya kidunia wakati cheti kile kile? Ndio nimewachanganya kabisa. Kinachoifanya hiyo ndoa yenu ya Kikristo ambayo nyinyi mnajiita ndoa ya Kikristo, ingawa unaweza kuta sio. Kinachowafanya mseme hiyo ndoa yenu ya Kikristo ni nini? Ni jinsi ilivyofungwa au ni jinsi waliofunga wanavyoishi? Haiwi ndoa ya Kikristo kwa sababu tu mlifanya vitu hivi, kwa sababu mmoja mlifungia kanisani. Hiyo haijustify kwamba hiyo ni ndoa ya Kikristo. Haiwi ndoa ya Kikristo kwa sababu tu mume na mke ni wa Kristo. Hiyo haijustify kwamba hiyo ni ndoa ya Kikristo. Haiwi ndoa ya Kikristo kwa sababu tu ilifungwa na mtumishi. Kwa sababu tu ilifungwa na mtumishi basi ni ndoa ya Kikristo. Haiwi ndoa ya Kikristo kwa sababu hiyo tu. Na zaidi. Au kwa maana nyingine, ziko ambazo, na yamkini ya kwako yuko kwenye hizo, ziko ambazo vigezo hivi vyote wanazo. Mfungwa kanisani, mfungwa na mtumishi, mke na mume ni wa Kristo, lakini still ukiangalia, ukiwachunguza, wana quality zote za ndoa ya kidunia. Kwa hiyo usijitie moyo sana kwa sababu ilifungwa na mtumishi, ilifungia kanisani, na majina ya Geoffrey na Josephina, Eliyapenda na Mungu atosha na Mariamu. Hivyo havitoshi kujustify kwamba ndoa yenu ni ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa natamani kuonyesha vitu kadhaa, nikiweza kuvimaliza vyote sawa, nisipoweza kwa sababu muda nitavifupisha, lakini natamani kuonyeshe tofauti zilizopo katika ndoa ya kidunia na ndoa ya kimungu. Karibu Tabora, karibu Toronto.